والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى: نسمع الله ليقوى متكوكا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، hatuwapatilizeni nini Allah ule upuuzi katika viapo vyenu, walakin yuakhidhukum bima kasabat qulubukum, na lakini atawapatilizeni kwa yale ambayo zimechuma nyoyo zenu. Wallahu ghafurun halim, Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mpole kwa viumbe vyake. La yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum, hatuwapatilizeni nyinyi Allah, hatuwaadhibuni nyinyi Allah kwa ule upuuzi unapatikana katika viapo vyenu. Yaani vile viapo vya upuuzi, kiapo mtu hapa lakini hakusudii kila anachokiapia, inaitwa al-yaminu billaghwi. Walakin yuakhidhukum bima kasabat qulubukum, lakini atawapatilizeni nini Allah, atawaadhibuni kwa kile au kwa yale ambayo zimechuma nyoyo zenu, maana vile viapo ambavyo mmevikusudia katika kile kiapo. Allah tabaraka wa taala ili vile atakaloweza kwenda kuadhibuni kwa viapo. Wallahu ghafurun halim, Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mpole. Ay la yuaqibukum Allah, hatuwaadhibuni nyinyi Allah bisababi aymanikum, kwa sababu ya viapo vyenu, allati tahalifunaha bighairi qasdi, viapo ambavyo mnaapa viapo hivyo pasi na makusudio. Walakin yuaqibukum bima qasadatuhu qulubukum, lakini atawaadhibuni nyinyi Allah kwa vile viapo ambavyo vimekusudiwa viapo hivyo na nyoyo zenu. Yani maana mtu kaapa kweli lakini kuwa ni kiapo cha kuapa. Mtu kakusudia kweli kuapa lakini kinyume vile ambavyo alikuwa. Wallahu ghafurun liman taba ilayhi, Allah ni mwingi wa kusamehe kwa yule mwenye kutubu kwake yeye. Halimun biman asahu, na ni mpole kwa yule ambaye atakayemwasi yeye. Haithu lam yuajiluhu biluquba, vile ambavyo hajamharakishia yeye katika kumwadhibu. Lilladhina yuquluna min nisaihim, wana wale ambao wanaapa kutokuwaingilia wake zao. Tarabbus 4 ashhurin, kungojea miezi 4. Fa in fa'u, kama watarejea kuwaingilia wake zao, fa inna Allaha ghafurur rahim, bas hakika Allah mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma kwa waja wake. Na hivi Allah tabaraka wa taala anazungumzia pale mume atakapoapa kumwapia mke wake kuwa hataweza kukutana katika tendo la ndoa, kwa sawa na kwamba yeye hawezi kukutana naye tena. Sheria imempa subra mwanamke kusubiri ndani ya miezi 4. Mke amepewa kusubiri kwa kauli ndani ya miezi 4, kwa sawa. Inatokea hivyo kama ilivyotokea kwa Mtume sallam kufanya ila wafanyia ila wakezi kwamba asikutane nao tendo la ndoa, na hili kusema alifanya ndani ya mwezi mmoja. Hii inafaa katika upande wa sheria, iwe ni chini ya miezi 4 au ndani ya miezi 4. Haitofaa baada ya miezi 4, na kikipita miezi 4 basi mwanamke ni mwenye kupewa khiari, na mume vile vile naye ataambiwa ima avunje kile kiapo chake na kiendelee na ndoa au atoe talaka, kwa sababu mwanamke hana uwezo wa kusubiri ndani au baada ya miezi 4 tena, hana uwezo huo. Lilladhina yuquluna min nisaihim, wana wale ambao wanaoapa kutokuwaingilia wake zao. Tarabbus 4 ashhurin, basi kungojea ndani ya miezi 4. Wanaoshiria
subiri ndani ya miezi minne. Yaani kama ni kiapo mtu ataapa basi ndani ya miezi minne. Baada ya miezi minne kumalizika, kiapo ile kama kimekwisha au chini ya miezi minne. Na mwanamke ana haja ya kusubiri katika fa in fa'u, na kama watarejea. Ahlul ilm wasema ni kinaya tu anil jimaa, na kama watarejea hawa wanaume kuwaingilia wake zao, fa inna Allaha ghafurur rahim, basi Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma. Bimaana lilladhina yahlifuna billahi, wana wale ambao wanaapa kwa jina la Allah, alla yujamiu nisaahum, kwamba hawatowaingilia wake zao. Wana haki katika sheria intidharu 4 ashhur, kungojea ndani ya miezi minne tu. Wamepewa ruhusa hiyo, kwamba nao uwezo mwanamume kuapa na kutokukutana na mke wake katika tendo la ndoa, lakini sheria imempa hizo wakati au hicho kipindi cha kuapa, basi ndani ya miezi minne tu anaruhusiwa mpaka katikati yake au chini ya miezi minne amepewa, sio labda amepata maudhi kwa mke. Baada ya miezi minne tutatoa ruhusa au chini ya hapo. Sawa. Fa in raja'u qabla fawat al-ashhur al-4, kama watarudi hawa wanaume watajirudi, yani ndio fa in fa'u qabla fawat al-ashhur al-4, kabla ya kupita ile miezi minne. Amna mtu ndani ya siku 20 akaamua ajirudi, ameshindwa kukamilisha hizo, kurudi manake akafanya naye tendo la ndoa, atatoa kafara kile kiapo ambacho amechowapa, basi habari itakuwa imemalizika. Basi fa inna Allaha ghafurur rahim, basi Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma kwa ile ambalo amefanya. Ghafur lima waqa'a minhum min alhalf, ni mwenye kusamehe Allah kwa kile ambacho kilichotokea kwa wao katika kule kuwapa. Wameapa hawa bisababi ruju'ihim, kwa sababu kule kurejea kwao. Rahimun bihim, Allah ni mwenye huruma katika vizuri hapo jamani. Wa in azamu talaq, na kama watakusudia kuacha. Wa in azamu talaqa, na kama watadhamiria kuacha. Inna Allaha samiun alim, bas hakika Allah ni msikivu na ni mjuzi. Maana kwamba wakikusudia kuacha ima manake baada ya kumalizika ile miezi minne akaamua aache kabisa, basi hakika Allah ni msikivu na ni mjuzi katika hilo, hakuna dhambi. Kwa sawa, kwa maana kwamba itakapomalizika miezi minne ile ambayo amekuwa na sheria kutokutana na mke wake katika tendo hilo, kumalizika kwa miezi minne haifahamishi kwamba tayari ameshaachika huyo mke, fahamishi hivi, isipokuwa tu sheria ndio itamtaka kwamba ima arudi yale na mke wake endelee katika maisha au amwache. Sasa kama ataamua kuacha, basi Allah ni msikivu na ni mjuzi, kuna tatizo. Lakini sio kwa kumalizika ile miezi minne ndio tayari mngeshaachika, hapana, lazima tufahamu. Wa in aqadu azmahum, na kama watafunga zile azmia zao, yale makusudio yao, ala talaqi, juu ya kuacha, bistimrarihim fil yamin, kwa kule kuendelea kwao katika kile kiapo, wa tarki aljimai, na kule kuacha tendo la ndoa. Inna Allaha sami'un bi aqwali, fasakika Allah ni msikivu wa maneno yao. Alimun bi maqasidihim, na ni mjuzi kwa makusudio yao. Wasayujazihim ala dhalik, na atawalipa juu ya hilo. Walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurun, na wale wanawake walioachwa na waume zao na wangojee kwa dhati zao 3 qurun, hedhi 3. Hiyo tafsiri 3 qurun manake tahara 3, pia ni tafsiri manake wakienda kwa kuangalia zile hedhi 3, hedhi ya kwanza, hedhi ya pili, hedhi ya 3 kimalizika, itaharika khalas, habari yake itamalizika, ile itakwenda. Na hawa ni wale wanawake ambao wamekutana, wanawake washaingiliwa na waume zao tena katika tendo la ndoa, almadkhulu biha. Walmutallaqatu, na wale wanawake walioachwa na waume zao, yatarabbasna, na wangojee bi anfusihinna, kwa nafsi zao, kwa dhati zao,
thalathata quru, zile hedhi tatu, manaka wangojee katika idda hedhi tatu, tahara tatu zile. Manaka atakuwa anapoachwa yule aachwa hali yako yuko tahara ambayo hajakutana na mume wake. Tuko sawa? Na utaratibu ni kupata raka moja, alafu hivi, alafu aende mpaka apate hedhi kwanza, hiyo tahariki, aende tena mpaka apate na hedhi ya pili, hiyo tahariki, apate tena na hedhi ya tatu. Tuko sawa? Aiwa, quru kitafsiri maana ya hiyad, japo ina maana mbili. Kuna nyingine tafsiri maana ya hedhi, nyingine maana tahara. Wala yahillu lahunna, na wala si halali kwa hao wanawake, an yaktumuna ma khalaqa Allah fi arhamihin, kuficha kile ambacho alichokiumba Allah katika matumbo yao ya uzazi. Yani maana kama ikawa mwanamke ameachwa na ikawa kwamba ni mjamzito, asifiche, lazima azungumze. Kwa sawa, asifiche, lazima ongea, mwambie yule mume wako kwamba hapa bwana, mimi niko katika hali kadhaa. Na zile hedhi pia zinapomtokea pia asifiche, azungumze. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, ikiwa hao wanawake wanamwamini Allah na siku ya mwisho. Wa bu'ulatuhunna, na wale waume zao waliowaacha, ahaqqu biraddihinna fi dhalik, wana haki zaidi kuwarejea hao wake zao, fi dhalik, katika muda huo wa idda. Ay fi dhalika, ay fi muddati al-idda, katika ule muda wa idda wanao haki ya kuwarejea. Yani mwanamke ambaye anabeba katika idda kabla kumalizika idda yake, huyu mume alimwacha, ana haki, kwa sababu miongoni mwa malengo ya idda ni kupewa fursa mume. Sasa huenda labda kufanya jambo kihasira ili ajute apate kumrejea nani? Kumrejea mke wake. In aradu islaha, kama watakusudia kufanya hivyo. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, walahunna, na wana hao wanawake au wana hao wana haki kuwafanyia waume zao, mithlu alladhi alayhinna, mfano wa ile haki ambayo inapasa juu ya hao wanawake kufanyiwa na waume zao, bilma'ruf, kwa wema. Walirrijali alayhinna daraja, na wana wanaume juu ya wake zao daraja kuu, daraja ya juu. Wallahu azizun hakim, Allah ni mwenye kushinda na ni mwenye hikma. Sheikh anasema wal mutallaqatu alharair, wale wanawake walioachwa ambao ni waungwana, dhawatul hiyad, ambao wanapata ada zao, yajib an yantadhirna duna nikahi ba'da talaq, kwamba ni wajibu wao kungojea, sawa, pasi na kuwa hawapo katika ndoa baada ya kule kuachwa, muddata thalathat at-tahar au hiyad, muda wa tahara tatu au hedhi tatu, ala sabili al-idda, katika njia ya idda. Maana wasubiri wanapokuwa katika idda lazima wasubiri, na hii ndio maana wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathat, na wale wanawake walioachwa na waume zao na wangojee kwa tatu zao, wangojee hedhi tatu au tahara tatu, wapate hedhi tatu au wapate tahara tatu, ndio muda wa idda zao. Iko sawa? Liyataakadna, ili wapate kutilia mkokotezo, min faraghi rahim, kutokana na kule kuwa faragha, ule mfumo wa uzazi. Je, una kitu au huna kitu? Min alhamli, kutokana na ujauzito. Wala yahillu lahunna, wala si halali kwa hawa wanawake, an yaktumuna ma khalaqa Allah, kuficha kile ambacho alichokiumba Allah, fi arhamihinna, katika mifuko yao ya uzazi. Ay wala yajuzu lahunna, wala haifai kwa hawa wanawake, sawa, tazawuju rajulin akhar, kuolewa na mume mwingine, fi athna hadhihi al-idda, katika idda hii, hata tantahi, mpaka malizike. Wala yahillu lahunna an yakhfina ma khalaqa Allah, na wala si halali kwa hawa wanawake kuficha kile ambacho alichokiumba Allah, fi arhamihin, katika mifuko yao ya uzazi, min alhamli, kutokana na ujauzito. Kama mwanamke alioachwa ni mjamzito, lazima asifiche, au alhaid, au yuko katika haid, maana katika ada yake ifai kuficha. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, Allah anasema ikiwa wanawake hao walioachwa hao ni wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho.
bimaana in kanat almutallaqatu mu'minatin haqqan lillahi wal yawmil akhir, ikiwa hao wanawake wenye kuachwa hao ni Waislamu, ni wenye kuamini ukweli wa kuamini, kumwamini Allah na siku ya mwisho. Wa bu'ulatuhunna, na wale waume zao waliowaacha wale, maana azwajuhunna almutalliqun ndo wa bu'ulatuhunna, na wale wanaume zao waliowaacha wale, ahaqu, wana haki zaidi, wanastahili zaidi, biraddihinna, kuwarejea wao, fi dhalika, katika muda wao huo waenda. Manake kwa labda mwanamke atatalaka ya talaqu raj'i, talaka rejea, na yuko ndani ya idda, basi mume aliyomwacha na haki ya kumrejea, na hii inathibitisha arraja, thibitisha kule kumrejea mume, kumrejea mke wake ikiwa yupo ndani ya idda. Kama idda imekamilika tena fana raja, fana tena raja, raja iko ndani ya idda. In aradu islaha, kama watakusudia kutenda wema, bimaana wa azwaju almutallaqat, na wale wanaume wale wanawake walioachwa, ahaqu bimurajaatihinna fi al-idda, wana haki zaidi kuwarejea hao wake zao ikiwa katika idda. Wayambaghi an yakuna dhalika, na inapasa liwe hilo, biqasdi al-islahi, ni kwa kule kukusudia kutengeneza, wal khair, na kukusudia khairi, kwa sawa. Wala hunna, na wana hao wanawake haki ya kuwafanyia waume zao, sawa. Wala hunna, na wana hao wanawake haki ya kuwafanyia waume zao, mithlu alladhi alayhinna, mfano wa haki ile ile ambayo inapasa juu ya wanawake kufanyiwa na waume zao. Yani wake wana haki ya kuwafanyia waume zao, na waume nao wana haki vile vile ya kuwafanyia wake zao, bil ma'ruf, tena kwa wema. Walirrijali alayhinna daraja, na wanaume juu ya wake zao daraja juu, daraja tukufu. Hapa Sheikh anasema walinisa, wanawake hukukun ala alazwaj, haki nyingi juu ya waume zao, mithlu allati alayhinna, mfano zile haki ambazo wanatakiwa wafanyiwe hao wanawake, ala alwajhi almaruf, katika njia iliyo nzuri. Wallahu azizun hakim, Allah ni mwenye nguvu na ni mwenye hikma. Allah anasema at-talaqu marratan, talaka rejea ni mara mbili, na hii ndio talaka ya sunna, ni talaqu sunni. At-talaqu marratan, talaka ya kumrejea mwanamke ni mara mbili, ibana anamwacha mke sawa, alafu baada pale unarejea talaka moja, alafu umwacha tena sawa, alafu kama baadaye tunarejea talaka pili. Hii ndio utaratibu ambao leo kwa sheria. So mpige talaka tatu kwa mkupuo mmoja, mpige zote tatu. Hii talaka hiyo talaqul bid'a, talaka ya kibid'a na ni haramu. Wanachuoni wanafikia na talaka hii inakuwa ni haramu wa maasi bid'a. Je, inatuka au haituki? Ni masala ambayo kuna khilafu, lakini lako ni haramu. Sawa jamani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio kuna talaa'ub bi kitabillah, kuna kula kuchezea kitabu cha Allah. Allah anasema talaqu marratan, kwa talaka ni talaka rejea ni mara mbili. Wewe vipi unapiga tatu? Na zama za Mtume sallallahu pamoja na ile miaka miwili ya Abubakar na nusu, pamoja na miaka miwili ya Umar ibn Khattab katika khalifa wake, ilikuwa talaka tatu na moja. Tatu masala na khilafu katika kutoka kwake, katika kutoka majeni talaka au si talaka, inatuka haituki. Kuna msemo mwingine inatuka sawa ngapi? Tatu. Kuna wengine wanasema inatuka ngapi? Moja. Lakini kutuka inatuka, lakini inatokea na inakubalika. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan, basi ni juu yake kuishi naye kwa wema au kuachana naye kwa wema. Wala yahillu lakum, na wala si halali kwenu nyinyi wanaume, an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a, kuchukua katika vile ambavyo mlivyowapa katika mahari chochote, illa an yakhafa, isipokuwa watakapoogopea hao wanandoa wawili hao, alla yuqima hudud Allah, kwamba hawatoweza kusimamisha mipaka ya Allah. Fa in khiftum, kama mtaogopea
yenye mawali, alla yuqima hudud Allah, kwamba hawatoweza kusimamisha mipaka ya Allah. Na hudud Allah hapa ni zile ahkamu zawjiyya, zile hukumu za kindoa, ikawa wale wanandoa wenyewe wameliogopea hilo. Fala junaha alaihima, bas hapana dhambi juu ya wanandoa wawili hao, fi maftadat bihi, katika kile ambacho alichojikomboa huyo mwanamke kwacho. Na hapa Allah tabaraka wa taala anafikisha ile hukumu ya khulu, kwamba ana haki mwanamke kujikomboa. Tuko sawa? Ni pale ambapo mwanamke hampendi mume kutokana na sababu zake, alafu mume kama bado anampenda nini, anampenda yule mke, basi sheria inataka amepewa mwanamke kujikomboa, maana kurudisha mahali ya watu ili ajivue na ile ndoa. Khulu amru mashru', jambo la kisheria limethibitishwa na hii aya. Khilafu imekuja tu kwamba je, khulu ni talaq au ni fasl? Hapa ndo pana khilafu za wanachuoni. Kuna wengine wakasema kwamba khulu ni talaq, yani mwanamke anapojifanyia khulu ni kana kwamba, yani kwa maana ameachika talaka, ni sababu moja. Kuna wengine wako hivyo. Kuna wengine wanasema khulu si talaka, khulu ni fasl, haimo kwenye talaka. Hii ndio kauli yenye nguvu, kama khulu laysa bi talaka. Je, ina rajaa? Haina rajaa. Je, ina idda? Kuna kauli mbili katika hili pia. Sawa, tilka hududullahi fala ta'taduha, hiyo ni mipaka ya Allah, basi msipetuke mipaka hiyo. Wa man yataadda hududallah, na yoyote atakayepetuka mipaka ya Allah, fa ulaika humul zalimun, basi hao ni wenye kudhulumu. At-talaqu marratani, talaka rejea au talaka kumrejea mwanamke ni mara mbili. Ay at-talaqu alladhi tahsulu bihi ar-raj'a, ile talaka ambayo hupatikana kwa talaka hiyo rejea. Marratani ni mara mbili. Ay wahidatun ba'da al-ukhra, mara moja na baada nyingine. Sawa. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan, basi ni wajibu kuishi naye kwa wema au kumwacha kwa wema. Manake kuishi naye mwanamke kwa wema au kuachana naye kwa wema wajibu. Wala yahillu lakum, na wala si halali kwa ninyi wanaume, an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a, kuchukua katika kile ambacho mlichowapa hao wanawake katika mahari. Shay'an, kuchukua chochote. Maana kama utaachana na mke, basi usichukue chochote katika vile ulipompa, sababu kuna mume wengine wakiachana na wake, basi vile vitu vyote waandanganya, walipokuwa hawana haya wala wajui bila. Illa an yakhafa, isipokuwa watakapoogopea hao wanandoa wawili hao, alla yuqima hudud Allah, kwamba hawatoweza kuisimamisha mipaka ya Allah. Fa in khiftum, kama mtaogopea nyinyi mawali. Sawa, fa in khiftum, kama mtaogopea nyinyi mawali wasuluhishaji nyinyi, alla yuqima hudud Allah, kwamba hawatoweza kusimamisha mipaka ya Allah, zile sheria za ndoa, hawa wanandoa hawataweza kusimamisha. Fala junaha alayhima, bas hapana madhambi juu ya wanandoa wao, fi maftadat bihi, katika kile ambacho amejikomboa kwacho. Manake amejikomboa mwanamke kitu hicho, manake kwamba hapa ikiwa kwamba mwanamke yeye ndio anayodai kuachwa na bado mume anampenda, ndio sheria imempa ruksa mwanamke ajikomboe. Kujikomboa nini? Ndio wake atamrisha mahali ya watu, na hapa sasa mwanamume ndio ana haki kuchukua mahali yake katika hiyo njia ya khulu. Sawa? Naam. Hapa Allah anasema tilka hududullah, na hiyo ndio mipaka ya Allah ambayo alfasila, yenye kutenganisha baina alhalali walharam, kati ya halali na haram. Fala ta'taduha, basi msipetuke mipaka hiyo. Ay fala tatajawazuha, msipetuke mipaka. Wa man yataadda hudud Allah, na yeyote atakayepetuka mipaka ya Allah hali ya kuwa ametukuka, fa ulaika humudh dhalimun, basi hao ni wenye kudhulumu nafsi zao. Fa in talaqaha, na kama atamwacha mke huyo, talaka ngapi? Ya tatu. Sawa, kule ametalaka talaka mbili, hii ni ya ngapi? Ya tatu. Sasa wale wanaosema kwamba khulu ni talaka, maana itakuwa ya nne. Sasa ndio fa in talaqaha, na kama atamwacha
maana kama atamwacha mara ya tatu, sikule manake mbili, kamwacha hii manake ya tatu, fala tahillu lahu, si halali mwanamke huyo kwa huyo mume wake, min ba'du, baada ya kuachwa mara ya tatu, hata tankiha zawjan ghayrahu, mpaka aolewe ni mume mwingine. Anaje mume mwingine amuoe huyu, na sio muoe tu, amuoe alafu wakutane, hata yadhuqa usailataha, mpaka aonje kile kijasani chake. Watadhuqi usailata, na wewe nawe ule mwanamke kama na mtume, na wewe mke nawe uonje kile kijasani chake, maana kila mmoja aonje kijasani. Alafu baada ya hapo sasa akiachwa ndio huyo mwingine anakuja. Kama ndiko sawa. Kwa hiyo fa in talaqaha, na kama atamwacha huyo mwanamke ile mara ya tatu, fala tahillu lahu, basi si halali huyo mwanamke kwa huyo mume wake, min ba'du, baada hiyo mara ya tatu. Ay min ba'du manake min ba'di marrati thalitha, baada hiyo mara ya tatu, ala niyatul mudhaf, hatta tankiha zawjan ghayrahu, mpaka aolewe ni mume mwingine. Sawa. Fa in talaqaha, na kama atamwacha, yani huyo mume mwingine wa pili, wa zawju thani, huyo mume wa pili kama atamwacha, sasa ameshamuoa au ameshakutana, alafu akatokea akaacha na huyo mume wa pili, fala junaha alayhima, bas hapana dhambi juu ya ndoa wawili hao, ayatarajaa, kurudiana. Wakaanza kurudiana, manake kuondoa upya na idadi za talaka za tena upya. In dhanna an yuqima hudud Allah, wakiwa na yaqini kwamba ataweza kusimamisha mipaka ya Allah. Wako banarabi wakasambana na kuta amepita na nini hivyo, baada ya kushirikisha kwa mtu mzima tena. Sasa ile mambo yalikuwa ni mambo ya vijana tu, wakipana maneno kama wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun, na hiyo ndio mipaka ya Allah, anaibainisha mipaka hiyo kwa wale watu ya'lamun, wanaojua. Allah tabarak wa taala anaendelea anasema, idha talaqtumun nisaa, na pindi mtakapoacha wanawake, fabalaghna ajalahunna, na wakakurubia ule muda wao wa kumalizika idda, wakakurubia muda ule, faamsikuhunna bima'rufin, basi ishini nao hao wanawake kwa wema, au sarfihuhunna bima'rufin, au achanini nao hao wanawake kwa wema. Bimaana kwamba wanawake, mwanamke ameachwa na mume wake mpaka ule muda unakaribia kumalizika ile idda, basi mume anapewa maelekezo na Allah, ima aendelee naye, maana amrejee, fadaraja aendelee naye, maana amrejee, akishamrejea maisha yanaendelea, sababu raja iko ndani ya idda kabla ile haijamalizika. Au basi asimrejee, maana kwamba idda yake malizika sana naye, lakini wewe pia mkwani vizuri hapo, maana bado Allah tabaraka wa taala anamtaka mume kuendelea na ule mke wake, bado Allah tabaraka wa taala anamtaka mume katika hili. Wa idha talaqtumun nisaa, na pindi mtakapoacha wanawake, fabalaghna ajalahunna, na wakaukurubia ule muda wao, manake wakaukurubia ule muda wao wa kumalizika idda, wakaukurubia, faqarabana, wakaukurubia intahaa iddatihinna, kule kumalizika zile idda zao, faamsikuhunna bima'ruf, basi wazuieni, manake ishini nao hao wanawake kwa wema, manake warejeeni kabla kumalizika ile, lakini ile muda ndio unakurudia kumalizika. Au sarrihuhunna, au achaneni nao hao wanawake bima'ruf, kwa wema, manake au utrukuhunna hatta tanqadhiya iddatuhunna, au acheni mpaka imalizike ile idda zao. Wala tumsikuhunna dhiraran litatadu, na wala msiishi nao, manake wala msiishi nao wao kwa ajili ya kuwatia madhara, litatadu, ili mpate kuwafanyia uovu. Sawa, manake wala tumsikuhunna, na wala msiwarejee hao wanawake, dhiraran, kwa ajili ya kuwatia madhara, litatadu, ili mpate kuwafanyia uovu. Vipi yani? Kwamba yani wewe ushamwacha mke, ule mke wenda naye mpaka ile yake itakubalizika, wamwambia mmekurejea. Sawa, alafu ndio pale wamwacha tena akati na hela,
akaenda mpaka kafika elimu mmekurejea, alafu ukawa kama ule una shida naye, una shida naye kaza yake wewe ni kumwacha tu kama muallaka apate kumtaabisha ila nifanye. Au wewe kama umeamua sasa wewe umrejee kuko na visasi vyako, mbona mimi namrejea alafu yeye ataona na kufanya, wamrejea alafu sasa mwishi naye vizuri, haoni raha ile ndoa. Vyote hivi Allah tabaraka wa taala amekataza. Wala tumsikuhunna dhararan, na wala msiwazuia hao wanawake, manake msiwarejee hao wanawake dhararan, kwa ajili ya kuwatia madhara, litatadu, ili mpate kuwafanyia uovu. Sawa, ala huquqihinna, juu haki zao. Waman yaf'al dhalika, na yote atakalifanya hilo, faqad dhalama nafsahu, bas hakika ameidhulumu nafsi yake, bistihqaqihi al-uquba, wa kullu kustahiki kwake adhabu. Wala tattakhidhu ayati llahi huzwa, na wala msizifanyie aya za Allah, manake msizifanyie Allah za Allah mzaa. Ahlul ilm wanasema ittikhadhu ayati llahi huzwa ni kule kumwacha au ni kule kuacha mume kumwacha mke wake talaka tatu bila lafzi wahid, tamko moja. Yani mume amwambia mke wake kwamba nimekuacha wewe talaka tatu. Hizi ni kuzifanyia istihza aya za Allah tabaraka. Sasa baada ya kuwa Allah tayari kule juma ashasema at-talaqu marratan, kama talaka rejea ni mara mbili, alafu unamwambia mtu kama talaka ngapi, huku ni kuzifanyia istihza. Kuna wengine wanakwenda na mafungu haya. Kwa hiyo wala tattakhidhu ayati llahi, na wala msizifanyie aya za Allah huzwa, msizifanyie mzaha. Wadhkuru ni'mata Allahi alaykum, na zikumbukeni neema za Allah zilizopo juu yenu. Wama anzala alaykum min alkitabi walhikma, na yale ambayo aliyateremsha Allah kwenu nyinyi katika kitabu na walhikma, na katika hikma. Hikma hapa ikiwa maana sunna. Yaidhukum bihi, anawaonyeni nyinyi Allah kwayo, kwa neema hizo yani. Wattaqullaha, na muogopeni Allah. Wa'lamu, na jueni anna Allaha bikulli shay'in alim, kwamba Allah kwa kila kitu ni mjuzi. Wa idha talaqtumun nisa, na pindi mtakapoacha wanawake, fabalaghana ajalahunna, na wakaukamilisha ule muda wao. Yani mshaacha wanawake alafu wakaukamilisha ule muda wao wa idda. Sasa wakakaa idda zile hedhi za utatu mpaka ikamalizika. Sawa, au manake akakaida zile tahara tatu mpaka zikamalizika, manake tayari wameshachika, au sivyo bwana? Allah tabaraka wa taala anasema wa idha talaqtumun nisa, pindi mtakapoacha wanawake zenu, mtakapoacha wanawake, fabalaghna ajalahunna, na wakaukamilisha ule muda wao wa idda, wakaukamilisha ule muda wao wa idda, wakakaida mpaka zikakamilika ule muda wao. Fala ta'dhuluhun, basi msiwazuie hao wanawake nyinyi mawalii. Hapo anaambiwa wale mababa mawalii, wale mababu. Fala ta'dhuluhunna, basi msiwazuie hao wanawake nyinyi mawalii, ayankihna azwajahunna, kuolewa na wale waume zao walioacha. Haimaanishi kwamba huyu mume atakuwa na haki ya kumrejea au ya kumuoa, ya kumrejea ule mke wake ikiwa yuko ndani ya idda. Hapana. Hata kama mfano na muda amemwacha na idda imekwisha, ikiwa kama talaka yenyewe ni talaka rejea, ana uwezo kwenda kumuoa kwa ndoa mpya. Sasa wakati ule labda ndio anataka kwenda kumuoa kwa ndoa mpya, wewe wali usisimama kwa sababu sikacha kuacha wa mulia nini tena, hataki tena, sasa sio mwacha mwenyewe. Akaja maneno yale, maneno kama haya, sisi tupokozesha mke alafu kama mwacha mwenyewe, kwani unamwambia kukutanisha kwa mwacha na idda paka pekesha, basi baada yako inakwisha. Sifanye hivyo mawalimu. Kwa kwamba huyu mke ambaye amemwacha, huyu mume ambaye kamwacha mke wake talaka rejea, ana haki yeye ya kumrejea ikiwa ndani ya idda. Pia hata kama idda imekwisha, pia ana haki ya kwenda kununua kwa ndoa mpya. Nyinyi walimu, silete vizuizi katika hili. Ndio alikusudia Allah tabaraka. Mawalimu mpo? Mawalimu watakuwa mtamamu katika hili, sio na hasira. Wa idha talaqtumun nisa, na pindi mtakapoacha wanawake, ahlul ilm wanasema talaka hili at-talaqu ruj'i, talaka rejea, hiyo ni moja mbili. Fabalaghna ajalahunna, na wakaukamilisha ule muda wao wa idda. Fala ta'dhuluhunna, basi msiwazuie hao wanawake nyinyi mawalii,
ayankihna azwajahunna, kuolewa na wanaume zao wale wa mwanzo walioacha. Idha taradhau bainahum bil ma'ruf, pindi watakaporidhiana kati yao kwa wema. Wenyewe washakaa wameridhiana, yamekwisha sasa, meana mwenyewe atakaoe upya, wewe wakataa. Kwa sawa, dhalika, hilo manake hukumu hiyo, yu'adhu bihi, anaonywa kwayo kwa hukumu hiyo, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye miongoni mwenu animwamini Allah na siku ya mwisho. Dhalikum aska lakum, hilo kwenu ni takatifu zaidi, lenye kutakasa zaidi, lenye kutakata zaidi, wa athhar, na lenye kutahara zaidi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah anajua zaidi. Allah ya'lamu, anajua, wa antum la ta'lamun, na nyinyi kwa nyinyi hamjui chochote. Dhalika, hukumu hiyo, yu'adhu bihi, anaonywa kwayo, manake hukumu hiyo, man kana minkum, yule ambaye aliyokuwa miongoni mwenu, yu'minu billahi wal yawmil akhir, anayemwamini Allah na siku ya mwisho. Yu'minu billahi wal yawmil akhir, anayemwamini Allah na siku ya mwisho. Dhalikum, hilo kwenu, aska, ni bora zaidi, lakum, kwa nyinyi, wa athhar, na ni tahara zaidi, lenye kutaharisha zaidi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah anajua na hali ya kuwa nyinyi hamjui. Walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain, Allah anasema na wale wanawake waliozaa, yurdi'na auladahunna, na wawanyonyeshe watoto wao, haulaini kamilaini, miaka miwili iliyokamilika. Na hii kuonyesha kwamba mtoto atakuwa anyonyeshe miaka miwili, ndio miaka ambayo amekuwa na sheria. Utakaozazwa mpango tuletee majikaratasi yenu tu hapa, mzao mpango za mpango. Walwalidatu, na wale wanawake waliozaa, manake wale wanawake wale ambao zaa, wale yurdhi'na auladahunna, na wanyonyeshe watoto wao. Sasa hii manake ni jumlatul khabariya, lakini ikiwa na maana ya jumlatul inshaiya. Haulaini kamilaini, miaka miwili iliyokamilika, iliyotimia. Liman arada an yutimma ar-radha'a, kwa yule atakayekusudia kukamilisha kunyonyesha, manake kule kukamilisha na kutimiza kumnyonyesha mtoto, basi amnyonyeshe ndani ya miaka miwili. Sheikh anasema hapa, wa 'ala alwalidati, wana juu ya wale wazazi waliozaa, irdha'u auladihinna, kuwanyonyesha watoto zao, muddata sanataini kamilataini, muda wa miaka miwili uliokamilika. Liman arada itmama ar-radha'a, ule mwenye kutaka kukamilisha kunyonyesha, maana kumnyonyesha mtoto wake, na yule mwenye kutaka kukamilisha kule kumnyonyesha mtoto wake, basi ndani ya miaka miwili. Wa 'ala almawludi lahu, na inapasa juu ya baba, rizquhunna, kuwapa riziki zao hao wanawake, wa kiswatuhunna, na kuwapa mavazi yao hao wanawake, bil ma'ruf, kwa wema. Maana kwamba yule mke ambaye anakunyonyeshea mke wako na hali ya kuwa tayari ushamwacha, peleka chakula, na usijikao ukasema mimi napeleka chakula kwa sababu yule mwanangu. Peleka nguo, ave madera kunyonyesha, peleka. Ndio hivyo Allah anasema. Sikia tu kufanya maneno mengi bure hapa sasa hivi. Wa 'ala almawludi lahu, na ana yule baba, almawludi lahu ni baba, alabu, rizquhunna, ana kuwapelekea riziki, kuwalisha hao wanawake, wa kiswatuhunna, na kuwavisha hao wanawake, bil ma'ruf, kwa wema. Tuko sawa? Naam. Manake wajibu 'ala al-aba, inapasa juu ya mababa sawa, an yakfulu lilmurdhi'ati, kule kuwadhamini na kuwalea na kuwatunza wale wanawake wanyonyeshaji, almutallaqat, wanawake watunza katika nini? Taamuhunna, wapani kualisha chakula chao, wakiswasuhunna, na mavazi yao. Yani kama mke umemwacha na aliyakuwa na mtoto kula anyonyesha, wewe huyu mume wajibu wake atakiwa apeleke misosi, vile vile kwa mchele kula vipeleka, alafu apeleka nguo,
nguo utakuwa peleke pia. Ndivyo Allah tabaraka wa taala anavyolihimiza ili kwa waliowacha wale wazee wale mababa wale watu ambao wanawaacha ala alwajhi almustahsan shar'an wa 'urfan, tena katika njia iliyokuwa nzuri ya kisheria na kimazoea. Sio uende kula alafu ufanye una maneno mabaya, ni bwana kuletea hizo nguo, lakini Allah ana hasira kweli. Sio maneno hayo, nenda kupelekea chakula tu basi, si ndio budi tu ufanyeje. Lakini vitu walivyonifanya wewe lete yake yako, ama mwabisa kwa mwingine na hizi nayo mwingine, au sio bwana? La tukallafu nafsun illa wus'aha, na wala haitokalifishwa nafsi yoyote isipokuwa kwa ule uwezo wake. Na hii ndio naambiwa kwamba yule mume atapeleka kile chakula na nguo kadiri uwezo wake, kadiri uwezo wake. Au uwezo wako mwenyewe ni uono, basi peleka uono, au sivyo jamani? Kama uwezo wako nyama, peleka nyama, au sivyo jamaa shekhe zangu? Ndio. La tukallafu nafsun, haitokalifishwa nafsi yoyote illa usaha, isipokuwa ule uwezo wake. La tudarra walidatun biwaladiha, kwamba asitiwe katika madhara mzazi wa kike biwaladiha, kwa mtoto wake. Maana kwamba ule mzazi wa kike asitiwe madhara kwa mtoto wake. La tudarra walidatun, asitiwe katika madhara yule mzazi wa kike yule biwaladiha, sababu ya mtoto wake. Yani mfano mtu kamwacha mke wake, alafu ule mume akasema kwamba huyu mtoto sawa. Ule mke akasema mke sasa amwambia mume, huyu mtoto chukua. Tuko sawa? Yani maana yake mume ule mtoto akamchukua yeye, hali ya kwamba mtoto ni mdogo, anahitaji kupata haki za mama. Ule mtoto ule mume akamkamata yeye, tayari ule mama ushamtia balaa, hatakuwa na raha kwa sababu huyo mtoto wake. Na wapo wanaume wengine wafanye bado mtoto mchanga kwa kwenda zama na mwenyewe, watakuwa huyu mwachia akapata kanyonya kwa mamake, apate zile haki za mamake, utomtia raha. Wanakasikiza la wajadi jambo bado vizuri. La tudarra walidatun biwaladiha, asitiwe katika madhara mzazi wa kike kwa sababu ya mtoto. Wala mauludun lahu biwaladi, wala baba vile vile asitiwe madhara kwa mtoto wake. Maana yake kwamba unao upande wa mama ameacha talaka, ameacha alafu mtoto mchanga ameacha kuwa mwanao, unajua mwenyewe, afu mtu mwenyewe ni mchanga kama sasa mwenyewe unaye unazunguka naye alia nkiama, alafu mkigoka mkimbia, ushamtia madhara huyu. Kama ana shughuli zake atakwenda kazini na kuna sehemu yote anaye, ushona mpeleka bibi yake, kama bibi hayupo. Kwa hiyo umemtia madhara kwa sababu huyu mtoto, tutokee madhara haya. Tamam, tuko sawa? Ndio. Wala mauludun lahu, na wala yule baba asitoe madhara biwaladihi, kwa mtoto wake. Wa ala alwarithi, na juu ya ule mrithi, mithlu dhalika, ni kama hivyo pia. Maanake mrithi na pia asitoe madhara. Hapo jamhuri ahlul ilm mafumu yao wanasema kwamba ikiwa kwamba yule aliyokufa sawa ameacha mrithi wa kumrithi, lakini wakati wa mtoto aliyomwacha wa kumrithi ni mkubwa, lakini kaacha na mtoto mwingine mdogo, huyu kaka mkubwa huyu mwenye kumrithi babake atakuwa ampatilize huyu mama, amlee huyu mtoto atakuwa alelewe, na atakayemsimamia ni hawa ambao hawa sasa wanasimama nafasi ya baba. Tuko sawa? Kwa hiyo wa ala alwarith, na vile vile juu ya ule mrithi asitue madhara vile vile, mithlu dhalika, mfano wa hilo. Maanake asitue madhara juu ya mtoto mmoja. Maanake kwamba ikiwa yule mzee amefariki kaacha mrithi mkubwa, na vile vile kaacha mtoto mdogo, huyu mrithi naye huyu mrithi mkubwa atasimama nafasi ya baba kuweza kumpatiliza huyu mdogo wake. Na hii ndio mafuhumu ya jamhuri ahlul ilm. Fa in arada fisalan, na kama watakusudia hawa wanandoa wawili kumwachisha mtoto wao, an taradhin minhuma, kwa kule kuridhiana kati ya hao. Maana kwa kule kuridhiana minhuma, wawili hao, Allah anasema fa in arada fisalan, na kama watakusudia kumwachisha mtoto wao kabla kukamilika ile miaka miwili,
mtoto labda ana mwaka mmoja na nusu, bwana tumwachishe mtoto mama yetu, wenyewe wakafikiana wakaridhiana, antaradin minhuma, kule kuridhiana kati ya wawili hao, watashawuri, na kule kushauriana, fala junaha alayhima, basi hapana dhambi juu ya wawili hao. Manake kule kushauriana kwamba mtoto wamwachishe kabla kukamilika ile miaka miwili, wakashauriana hivyo na wakaridhiana hivyo, hapana dhambi. Wa in aradtum, na kama mtakusudia enyi makina baba nyinyi, an tastardhi'u auladakum, kutaka kunyonyeshewa watoto zenu, kutaka kunyonyeshewa watoto wenu, yani kwamba mmeridhia nyinyi, mmekusudia nyinyi mtaka kunyonyeshewa watoto wenu na wanawake wengine wasiokuwa hawa wanazaa, kwamba mimi bwana mtoto wangu mimi atanyonyeshwa, wewe mtampeleka sehemu nyingine atakwenda kunyonya. Limetekana hilo ndio limetakikana katika sheria. Wa in aradtum, na kama mtakusudia nyinyi, anakusudia hawa kuna baba, an tastardhi'u auladakum, kutaka kunyonyeshewa watoto wenu, manake mtaka kunyonyeshewa watoto wenu na wanyonyeshaji wengine wasiokuwa wale mama zao, na nakusudia. Tuko sawa? Fala junaha alaykum, bas hapana dhambi juu yenu, idha sallamtum ma ataytum bil ma'ruf, pindi mtakapowakabidhi wale ambao mtakowapa hao watoto bil ma'ruf, kwa wema. Manake mtakapowakabidhi chochote katika nafsi, kwa sababu inapokuwa kwamba yule mwanamke ambaye anakwenda kumpelekea lazima mpe chochote, maana mtakapowakabidhi kwa hiyo pesa ya ujira kwa kunyonyeshea watoto wenu, basi hakuna dhambi katika hilo. Na ilikuwa zamani inafanyika hivyo, mtu aweza akachukua mtoto wake anyonyeshe na mwanamke mwingine asiokuwa mamake, lakini kuna malipo na kwa malipo. Allah ndo anasema fala junaha alaykum, hapana dhambi juu yenu nyinyi wazee, nyinyi mababa, idha sallamtum ma ataytum bil ma'ruf, pindi mtakapokabidhi wakabidhi wale ambao ataitum, mtakowapa hao watoto bil ma'ruf, kwa wema. Manake mtakowakabidhi chochote katika kipawa watu wake. Wattaqullaha, na muogopeni Allah, wa alamu, na jueni, anna Allaha bima ta'maluna basir, kwamba Allah kwa yale yote mnayoyatenda ni mjuzi nayo. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta